Kwa jina naitwa Adam Hamisi Kimai, ni rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro. Leo tumekuja huku Lugono katika kituo cha watoto yatima cha Ukhuteraya. Kwa kweli ni pazuri na mandhari yake ni safi, watoto wana afya njema mashallah. Kwa kweli anawalea vizuri watoto hawa na wana nidhamu, wanasoma Qur'an. Mwenyezi Mungu amjaze shufaa, mpe afya njema Ukhuteraya, aendelee kuwa katika kituo hiki, awalee watoto hawa. Wallahi ni jambo kubwa. Kama utakaa chini utafikiria. Toka asubuhi nilikuwa nawaambia baadhi ya watu tumekuja kwa hasa mambo mawili. Jambo la mwanzo kusaidia baadhi ya shughuli katika eneo hili, lakini jambo la pili kuwafariji au kusocialize na vijana ambao tumewakuta hapa. Ndio hasa mambo ambayo ametuleta hapa. Kumna walilahi alhamdu, tumefanya hivyo kwa kadri ya uwezo wetu. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupokelee yale ambayo tulikuwa tumeatilia nia katika nyoyo zetu, kwani lengo letu lilikuwa ni kuja kuwapa faraja watoto hawa na kuishi nao na kuonesha kwamba wao hawako peke yao, kulingana na vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuhusia kuhusiana na mayatima, ametuhusia kuhusiana kuingiza faraja katika nyoyo za wanadamu wenzetu ambao wako na matatizo. Nipende kuwashukuru chuo kikuu cha Uislamu Morogoro kwa kuweza kuja kufurahi na watoto na kufuturu pamoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza awalipe wanafunzi hawa, kwa sababu chuo changu mara nyingi wanafunzi wengi wanapenda kuja hapa, tunakaa pamoja, tunakula pamoja, tunashare pamoja. Kwa hivyo mimi nipende tu kuwaambia wanafunzi wa kike wao ni wamama watarajiwa na wanafunzi wa kiume wao ni wababa watarajiwa. Kwa hivyo hapa wanakuja kama vile wanakuja wanachukua practice ya maisha baada wakitoka chuoni. Wakitoka chuoni wanatakiwa waende kujifunza kwenye jamii ili wajue malezi ya watoto. Watoto wanatakiwa walelewe kwa mapenzi na huruma. Kwa hivyo haya ni maisha ya huruma. Kwa hiyo mmeonyesha huruma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipe katika huruma yenu, na Mwenyezi Mungu awafungulie milango ya kheri, kwa sababu nyinyi ni wamama watarajiwa na nyinyi ni baba watarajiwa. Mwenyezi Mungu awajaze huruma ili baadaye muje kuja kuwalea watoto katika wema.